Kisugu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bado tunaendelea vizuri. Sheikh Mikoyo Kisugu, kwa mara ya tatu mchezo baina ya Simba Sport Club na TRA unaghairishwa. Mchezo umeghairishwa kwa ajili ya mvua. Sheikh Mikoyo Kisugu, una lipi la kutia neno hapa? Kwanza, kuahirishwa kwa mchezo si jambo jema na ni sio jambo zuri, hususan kwa mashabiki, kwa sababu unaona kwamba watu wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali wamekuja kuishuhudia timu yao, lakini otherwise mpira unaendeshwa na kanuni na hali halisi. Kila mmoja ameona mvua imenyesha, uwanja umekuwa umejaa maji, hakuna namna, kwa sababu kwamba mamlaka imeshaamua. Sisi hakuna doubt yoyote ya kudoubt, na sisi wenyewe tulikuwa uwanjani kwa mashahidi kuna namna ambavyo uwanja umejaa maji. Kikubwa ni kuweza kukubaliana na kuweza kuwasikiliza wenye mamlaka nini ambacho atakuja kuamua juu ya mechi yetu, hatima yetu na TRA. Pengine hii inazidi kwa Olimpiki, inakuwa ni kama kiporo hivi kwa Simba Sport Club. Hauoni siku za mbeleni itaweza kuja kuwa cost kwa namna moja au nyingine? Inaweza kuja kutukosti kwa namna ambavyo ratiba inaweza kuja kutubana, lakini hata hivyo hapo nyuma ratiba imetubana. Nafikiri mmeona tumecheza mechi takriban 4 au 5 au tulitakiwa mechi 6 kucheza tukiwa nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ratiba kutubana, mimi nafikiri kwamba ni jambo ambalo la kawaida, ni jambo ambalo litakuja. Lakini hakuna namna shekhe. Leo ukiangalia hii mechi baada ya kuahirishwa, mimi naamini kwamba shirikisho halikuwa na matako kuahirisha hii mechi. TRA hawakupenda hii mechi kuahirishwa. Simba Sports hawakupenda hii mechi kuahirishwa. Lakini kutokana na hali halisi ya mambo namna ambavyo ilivyo, siku zote lazima ufike mahali useme kuna kun fayakun. Kuwa lazima inakuwa. Mwenye mamlaka ameshaamua kwamba leo mvua imenyesha, uwanja umejaa maji, waliopewa kusimamia kanuni wameahirisha. Hakuna namna zaidi ya kwamba kukubali tu. Nichukua nafasi hii niwape pole sana mashabiki wa Arusha, hususan mashabiki wa Simba. Wamejitoa, kuna watu wametoka Merelani, kuna watu wametoka sehemu nyingi tofauti. Kuna namna ambavyo wamekuja kushuhudia mechi na kuona namna ambavyo timu yao inacheza, lakini hakuna namna, kwa hali ambayo ilotokea lazima tukubaliane nao na tuwasikilize wenye mamlaka nini wanasema. Mimi naamini hakuna ambacho haki ya mtu itakayoweza kupotea, otherwise siku ziko za mbeleni, kila mmoja atakuja kushuhudia mechi ya Simba na TRA. Msemaji wa TRA wamesema wenyewe walikuwa wako tayari kucheza hata kwenye bahari. Sheikh Mikoyo Kisugu akasema Simba Sport Club kwa kuwa wanatoka Bongo walikuwa wananyatanyata hivi. Ana mamlaka ya kusema. Lakini moja katika wasemaji ambao mimi nawapongeza sana dada yangu Christina Mugara. Kuna muda mwingine anasema kwa kunogesha, lakini Christina anajua kwamba mpira unaongozwa kanuni na kwa mujibu wa nini? Wa taratibu za sheria, kwamba sisi Simba tumetoka sehemu moja kuwafuata TRA. Sisi kama tungekuwa na mashaka nao tulikuwa na sababu ya kuja. Maana yake tumejua TRA si watu wa football. Sisi tunajua ni watu ambao wamepewa mamlaka kusanya nini? Kodi, ni wataalamu kwenye import duty, excise duty huko, kwenye levy, cold levy wako huko kwenye VAT. Wenye football ndio sisi. Kwa hiyo kuna muda mwingine yawezekana Christina akalalamika kutokana na uwanja, kwa sababu yawezekana pia kanuni akawa hazijui. Ni watu ambao TRA wao wanajua kukusanya kodi tu. Lakini mpira una taratibu zake. Kilichotokea katika uwanja kila mmoja amefanyaje? Amekiona. Sisi kama Simba ndio itakiwa tulalamike kwa sababu tumesafiri kutoka sehemu moja kuna sehemu nyingine. TRA wako nyumbani. Otherwise mwambie Christina Kisugu anasema sisi sio vilima. Sisi ni people, utafanyaje? Tutakutana. Na akaenda mbali sana Sheikh Mikoyo akasema wenyewe akipanga mechi inakuwa ina vitu vingi. Sasa hivi wanataka waachie nyie mpange kokote kule. Simba wapangi mechi. Ndio yale bado Christina anaonyesha uwezo wake katika football ni mdogo. Simba wapangi nini? Mechi. Simba wanapangiwa na kupewa utaratibu wa mechi kuja kucheza. Waliotupangia utaratibu wa kuja Arusha kucheza ndio waliyesema kwamba kiwanja hiki hakina hadhi ya kucheza kwa sababu ya nini? Ya mvua. Hakuna namna, uweze kumlaumu mtu kwenye mvua. Na hata hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, Dar es Salaam zimetokea mvua kubwa huko na maafa baadhi ya sehemu zimefanyaje? Zimepatikana. Kwa hiyo leo ukiamua kuwalaumu waandaaji wa uwanja utawaonea. Wao nao walitamani mechi kuchezwa kwa sababu moja wako kazini, lakini pili nao walitaka kushuhudia burudani. Lakini cha tatu wenye uwanja walitamani kuona mechi inachezwa na watu wajue ubora uwanja nini? Wa Sheikh Amri Abeid. Jini Arusha. Na hapo Sheikh Mikoyo sasa kituo kinachofuata dhidi ya Pamba. Pengine maandalizi yote mlioandaa dhidi ya TRA mnaenda kuyamaliza kwa Pamba. Yes. Waambieni Pamba ya Mwanza sisi tunakuja. Sasa hivi wanaitwa Pamba ya Mwanza. Lakini mimi kwa sababu ya uzoefu wangu wanaoita wanatupsi Lindanda. Wanatupsi Lindanda, Pamba ya Mwanza. Pamba ile inaizungumzia sio Pamba hii. Waambieni Simba Sports wanakuja tarehe 19. Hasira zetu, target zetu, nguvu zetu ambazo tulizipanga kwa TRA, nguvu zetu tulizopanga kwa Pamba Jiji, tunazikusanya, tunampelekea Pamba Jiji. Dhamira yetu Simba na nia yetu kuna namna ambavyo kila mechi tunachukua point 3. Hapa imekataa TRA. Tunakwenda CCM Kirumba mjini Mwanza. Naenda? CCM Kirumba mjini Mwanza. Shukrani. Asante, niwashukuru sana waandishi wa habari.